sababu ya nne kabisa ambayo inapelekea kukosa amani kwa Wakristo wengi ni kukosa kuungama dhambi zao na kuishi maisha matakatifu. Watu wengi wamekuwa wakiteswa na dhambi ambazo walikuwa wakifanya kipindi cha nyuma. Watu wengine waliongoza sala ya toba, lakini hawakuweza kurejea kwenye mstari ambao walikuweko. Kwa kuishi maisha ya dhambi ni kitu pekee ambacho kinaondoa amani ndani ya Mkristo. Unaweza kuwa ulifanya dhambi ambayo hiyo dhambi moja kwa moja inaondoa amani ndani yako, lakini nikwambie bado Mungu yuko kwenye kiti cha rehema. Anasema kwamba ijapokuwa dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, lakini mimi Bwana wenu nitazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Kwa nikwambie mpendwa, bado hujachelewa. Ni aheri kabisa ukatubu dhambi zako. Na kama ulitenda dhambi na ulikosa mtu wa kuongoza sala ya toba, ni aheri kabisa ukaniandia kwenye session ya comment, ukatuma namba yako, naweza kusaidia moja kwa moja kukuongoza sala ya toba na kuwezesha kuishi maisha ya Kristo na kurejea katika imani ya kweli. Watu wengi wamejikuta wakifanya dhambi na kushindwa kutubu dhambi zao. Moja kwa moja imepelekea kuishi maisha ya Kristo mkavu bila kuwa na amani, kwa sababu ile dhambi huwa inawatesa kwenye maisha yao. Na kitu pekee ambacho kinatesa maisha ya Wakristo walio wengi ni pale tu ambapo wanajikuta wakiishi kwenye maisha ya dhambi. Na hali hii imepelekea watu wengi kuingia makanisani kila siku, lakini bali hawaoni badiliko la kiroho, pia hawaoni badiliko la kimwili, kwa sababu unapokuwa ukifanya dhambi, moja kwa moja dhambi inakutenga na Mungu. Unaposoma kwenye Isaya ile 59 mstari wa kwanza na wa pili, anasema kwamba mkono wa Bwana si mfupi ushindwe kuokoa, lakini dhambi zenu ndizo ambazo zinawatenga na Mungu wenu. Kwa kitu pekee ambacho kinamtenga Mkristo na Mungu ni pale tu ambapo anaishi maisha ya dhambi. Na moja kwa moja inachokifanya dhambi ni kukosesha amani, na shetani ambacho anatumia ni kuletea zile dhambi ambazo umekwisha kuzifanya machoni pako na kujiona kwamba wewe kana kwamba huwezi pia kumwomba Mungu wako. Kwa hivyo watu wengi wanakufa kiroho kwa sababu wanakuwa wamefanya dhambi, hawawezi pia kumwomba Mungu. Shauku ya kupenda ibada inakosa ndani yao, na wengi wao wanajikuta hawawezi pia kuishi maisha halisi ambayo ni maisha ya wokovu. Kwa moja kwa moja wanaishi na wasiwasi, wanaishi bila amani, huku wakijikuta kwamba kila mtu anajua kile ambacho alikifanya, kana kwamba kila mtu akiwaangalia na kuokazia macho wanachukua wana wasiwasi ya kwamba hata huyu mtu huenda anajua kile ambacho nilikifanya. Kwa hivyo wanaishi maisha ya wasiwasi na kukosa amani. Ni aheri wewe ndugu mpendwa, umepata nafasi ya kunisikiliza na kutazama video hii, uweze kuchukua hatua ya kuacha dhambi zako, moja kwa moja uweze kurejea kwenye maisha ya wokovu. Amani ya moyo itarejea ndani yako. Ni aheri ukaandika kwenye session ya comment ya kwamba mimi nina shida 1 2 3, au kuandika namba yako au kuniomba namba yangu niweze kukusaidia kuishi maisha ambayo ni ya utauwa katika ulimwengu wa kiroho. Na sababu ya 5 kabisa ambayo inapelekea watu wengi kukosa amani ndani ya maisha yao, kukosa kuungana na Roho Mtakatifu au kukosa mwongozo wa Roho Mtakatifu, ni kitu pekee ambacho pia kimepelekea Wakristo wengi kukosa amani ya moyo. Naposema kwa habari Roho Mtakatifu namaanisha kitu gani? Nimefundisha somo la kumjua Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, lakini hapa nitaeleza kwa ufupi kabisa kwa habari Roho Mtakatifu. Na pia moja kwa moja, kama hujaangalia video hii ya kuhusu Roho Mtakatifu, kumjua Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, unaweza pia kuangalia kwenye playlist ya video hizi ndani ya Jehova Media TV, uweze kujua namna kujua Roho Mtakatifu, ishara za kujua na Roho Mtakatifu na siri ya kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu huleta mwanga wa ndani, huleta amani katika maisha ya ulimwengu huu. Kwa kitu pekee ambacho kinaleta mwangaza wa ndani na amani ya kweli ndani ya maisha yetu ni Roho Mtakatifu. Wakristo wanaoishi bila amani mara nyingi hawajajazwa Roho Mtakatifu, na wengi wao unakuta moja kwa moja hawajataka namna ya kujaa Roho Mtakatifu. Kwa ni aheri moja kwa moja unapokuwa kama Mkristo utafute sana kujawa Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ni njia pekee ambayo Mungu alituachia ili tuweze kuwasiliana naye, ili tuweze kuishi maisha ambayo ataweza kutusaidia. Maana anasema kwamba huyo Roho wa kweli atawajulisha kuhusu mambo yajayo, atawafundisha kuhusu mambo yote. Kwa Roho Mtakatifu ni kitu pekee ambacho mtu kabisa unatakiwa kuishi nacho. Kwa usikubali kuishi maisha bila Roho Mtakatifu.
Nikwambie ndugu mpendwa ambao umepata nafasi ya kunisikiliza, haijalishi hujawahi kujawa na Roho Mtakatifu. Huenda tu umekuwa ukijiuliza maswali namna gani uweze kujawa Roho Mtakatifu. Nimefundisha somo hili kwenye playlist ya video hizi. Jifunze uweze kujawa na Roho Mtakatifu. Kujawa na Roho Mtakatifu ni swala la muhimu sana na kuleta amani kwenye maisha yako. Unapokuwa umejawa na Roho Mtakatifu, hata unapopita kwenye hali na nyakati ngumu, bali utajikuta na amani na furaha ya kweli, kwa sababu Roho Mtakatifu anachokifanya ni kukuletea faraja. Yeye ni mfariji kwetu, anakuletea amani, anakufundisha na kukuelekeza namna ya kuenenda kwenye maisha ya wokovu. Kwa swala la kujawa na Roho Mtakatifu ni swala la kipekee sana, pia ni swala la muhimu kwa maisha ya Mkristo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinapelekea Wakristo wengi kukosa amani kwenye maisha yao. Kwa kama Mkristo, kama kuna kipengele ambacho kimekugusa, umewahi kukosa amani kwenye maisha yako, umekuta ukikosa amani wakati mwingine huelewi kwa nini unakosa amani, niambie kwenye section ya comment, nitaweza kukusaidia pia. Twende kuangalia njia pekee za kurudisha amani ndani ya Mkristo. Unapokuwa unaishi bila amani, zipo njia pekee kabisa ambazo hizo zitaleta amani kwenye maisha yako. Njia ya kwanza kabisa ambayo italeta amani na mwangaza kwenye maisha ya Mkristo, cha kwanza kabisa, tubu dhambi zako. Unapokuwa tayari umetubu dhambi zako, ni kitu pekee ambacho kitaleta amani na furaha kwenye maisha yako. Na kitu ambacho shetani anafanya ni kuwafanya watu wasitubu dhambi zao ili aweze kuungana nao kwenye safari ya hukumu. Na kitu pekee ambacho pia shetani anajivunia ni pale tu ambapo anakuletea mawazo ya kwamba bado hujasamehewa. Lakini Biblia inatuambia kwamba unapotazama mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa unapokuwa umetubu dhambi zako, amini ya kwamba Mungu ameenda kukubadilisha. Amini ya kwamba Mungu amekubadilisha. Tazama wewe umekuwa kiumbe kipya. Hata shetani anapokuletea hatia ndani yako, mwambie tazama ya kale yamepita, sasa hivi mimi ni kiumbe kipya, kwa sababu Bwana mwenyewe amekwenda kunibadilisha. Kwa shetani anachokifanya unapokuwa umeishi maisha ya dhambi ni kukuletea hatia. Kwa ile hatia inakuletea wewe kukosa amani. Kwa hiyo kurejesha amani ndani yako ni pale tu unapokubali kutubu dhambi zako kwa moyo wa kweli na katika roho na kweli. Unapokuwa umetubu dhambi zako katika roho na kweli, moja kwa moja amani ya Kristo humiminika ndani yako na kutawala moyo wako. Kwa ni heri kabisa ukatubu dhambi zako ambazo uko nazo. Na watu wengi wameshindwa kuacha dhambi zao, na unapokuwa umefanya dhambi umeshindwa kuacha, lakini unatamani uache dhambi, lakini unajikuta una ile hali ya kuendelea kufanya dhambi ile, na bado hujapenda kufanya ile dhambi, lakini unajikuta bado tu unatamani uendelee kufanya dhambi ile. Nikwambie, andika kwenye section ya comment, nitaweza kukusaidia pia. Kitu cha pili kabisa